Yes, ebana, hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club mara baada ya kutolewa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakimaliza mkiani kwenye Group D, ambapo wamemaliza wakiwa mkiani ikiwa baada hawajacheza mchezo wa mwisho, lakini Simba safari yao kwenye michuano ya kimataifa imetamatika. Kitu kizuri kwa wana Simba ni kwamba wameonyesha performance bora sana katika michezo yao ya mwisho baada ya usajili katika kipindi cha dirisha dogo hili la usajili. Benchi la ufundi limefanya scouting nzuri sana kuingiza wachezaji ambao wamekuja kuipa Simba barasi nzuri katika eneo la mwisho. Yes, Mnyama amerejea kiporo chake cha kwanza akicheza mchezo wa 8 ndani ya ligi kuu NBC. Amefikisha alama 19, ushindi mzuri wa mabao 2-0 dhidi ya KMC. Lakini guys, tukubali ama tukatae, bao la kwanza la Simba Sports Club ni offside. Bao ambalo amelifunga Selemani Mwalimu ni offside. Ukitazama positioning aliyokuwa Selemani Mwalimu baada ya Ribasegwe kucheza ule mpira, kabla mpira haujatoka mguuni, tayari Selemani Mwalimu alikuwa katika offside position. Ina maana kwamba alishazidi safu ya ulinzi ya KMC. Rebound imekuja imemkuta, akaweza kuscore. Mwamuzi msaidizi Rensman ameshindwa kutafsiri kwamba tayari Selemani Mwalimu alikuwa katika offside position, akarudi kuja kunufaika na rebound ambayo tayari alishatoka kwenye kuotea, akaja akafunga bao la kwanza la Simba. Tuachane na offside. Referee akiamua hatuna budi kukubali, lakini sisi kama sehemu ya kufanya analysis lazima tuzungumzie uhalisia. Yes, kulikuwa kuna tukio la offside katika movement ya bao ambalo amelifunga Selemani Mwalimu, na yeye ametoka katika offside position kuja kucheza au kuhusika kunufaika na mpira ambao ni rebound baada ya kuchezwa na mlinda mlango. Tuachane na hilo, twende tukatazame Simba tactical kiufundi, ubora wa Simba, mapungufu ya Simba, baadhi ya maeneo. Tunaanza kwenye mapungufu ya Simba. Mimi nimetazama, nafahamu vyema safu ya ulinzi ya Simba inakuwa iko na rest defense ambayo sio imara. Simba wanapokwenda kushambulia wanabaki na wachezaji watatu pekee. Wawili wanasimama kama walinzi wa katikati, Rushen Nderuk na Ismail Tule. Kwa siku ya leo juu yake alikuwa anasimama Yusuf Ali Kagoma, ambapo wanatengeneza triangle, kitu ambacho unapotengeneza rest defense ya wachezaji watatu ni rahisi mno kufungwa kwenye counter attack. Ni kwa sababu KMC hawakuwa na pressure kubwa katika eneo la mwisho, na kwa sababu KMC hawakuwa na hatari zaidi katika eneo la mwisho, ndiyo maana hata walishindwa kutengeneza chance ambazo zingeweza kuwaadhibu Simba kutokana na rest defense ambayo walikuwa wanaiacha. Timu zote duniani ambazo zinahitaji kupata matokeo zinapokutana na timu bora ni lazima zihakikisha katika rest defense yao kuna wachezaji watano, kana kwamba walinzi watatu, ambapo fullback mmoja ni lazima awe anajivunja. Lakini ukitazama Simba ambavyo wanashambulia, rest defense yao yote fullback Shomari Kapombe, Nixon Kibabage wanapanda juu zaidi, kitu ambacho kilikuwa kinailazimisha Simba wakati mwingine hata wanaanza ujenzi wa mashambulizi, Chama Klatus anashuka chini kuja kuchukua mipira zaidi na kupandisha timu, kitu ambacho ni faida kwa Simba pia, lakini atategemeana na mchezo na timu ambayo anacheza nayo. KMC sio daraja la kuishinda Simba Sports Club kwa namna yoyote ile, kwa sababu leo kazi kubwa wao walikuwa ni kupack bus. Yes, turejee sasa kwenye ubora wa Simba. Runyas is back. Anseti Oura, Ribasegwe, Simba Sports Club wameongeza ubora wa kiwango cha juu mno katikati ya mistari ya ulinzi na katika ule wa wapinzani wa timu pinzani, kana kwamba kitaalamu tunasema power between the line, kana kwamba katika eneo lao la kiungo wameongeza vitu vikubwa mno Simba Sports Club. Anseti Oura ni machachari, ni hatari, ana uwezo mkubwa. Ribasegwe guu lake la kushoto amebarikiwa energy, amebarikiwa pia positioning awareness ya hali ya juu, namna gani aweze kushoot, namna gani aweze kukaa katika position. Wanachokifanya kwa sasa Simba ni kutengeneza mazingira bora, kuwepo na muunganiko bora zaidi wa Anseti Oura na Ribasegwe. Kumbuka hawa wote ni viungo washambuliaji ambao wanatokea pembeni, wanaingia ndani kuja kuongeza compactness katika eneo la katikati katika kiungo. Sasa kazi inayobakia kwa engineer Steven Barker ni kutengeneza muundo maalum ambao utawafanya wacheze karibu, close proximity, kana kwamba yani wao wanacheza karibu, kama ambavyo ukitazama ujenzi wa bao la
Ribase Gueye, namna ambavyo walikuwa ni karibu kana kwamba ni nani. Tutamzungumzia nani hapa? Tunamzungumza Ribase Gueye ambaye alikuwa katika position nzuri, lakini tutamzungumzia Anseti Oula. Walitengeneza close proximity ambayo ilikwenda kuhatarisha zaidi safu ya ulinzi ya timu ya KMC. Tazama movement ambazo anazifanya Anseti Oula, kushoto, kulia, eneo la katikati, maeneo yote anatembea, anafika. Ni kwa sababu anahitaji kufanya running movement behind ya walinzi, lakini kuwapa hatari zaidi walinzi wa timu pinzani, ili kusudi kuendelea kuifanya timu kuwa na movement na runs za kutosha katika mstari wa mwisho. Bao la kwanza, pasi kutoka kwa Anseti Oula, Ribase Gueye akapiga ikaenda kwa Selemani Mwalimu na yes, akaja kumalizia Selemani Mwalimu, kazi nzuri baada ya rebound. Unatazama pasi zote zimepita kwa mchezaji gani? Ribase Gueye, lakini kwa Anseti Oula ikaenda kwa Selemani Mwalimu. Bao la pili, Oula anapiga kama Zidane. Ile tunasema ni uwezo binafsi, sio vitu ambavyo walimu huwa wanafundisha kiwanjani, lakini kuna sometimes kwenye bao la pili la Simba tunazungumza kwamba ni uwezo binafsi wa mchezaji, kuanzia kwa Anseti Oula, namna ambavyo alifanya magical touch na kumwachia, kumsetia mazima Ribase Gueye, lakini pia uwezo, skills alizonazo Ribase Gueye, kutazama positioning alionayo, wape mlinda mlango yupo, na akishuti mpira katika power. Tazama, alipiga mpira ambao ulikwenda kudunda mbele kidogo tu ya golikipa, kitu ambacho mipira ya aina ile ni migumu mno kwa golikipa kuweza kuicheza. Ndiyo Yesu akafanikiwa. Na KMC kwa siku ya leo wamecheza katika compactness ya kupack basi, wazuie, wawape heshima Simba, wauchezee mpira Simba, and that's why Simba walichokifanya, tunahitaji matokeo. Tunafanya vipi? Ni lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa na idadi kubwa wachezaji katika position ya mwisho, eneo la ushambuliaji. Tuone idadi nzuri ambayo itawafanya tuweze kucompete katika zile namba, idadi ya mchezaji mmoja 1v1, 1-on-1, ili kusudi kuweza kuwafanya na kuwapa runnings behind ya wachezaji, kana kwamba akipanda juu Shomari Kapombe, akipanda juu Nixon Kibabage, yupo Selemani Mwalimu, Chama Clatous, wakiingia ndani Ribase Gueye, Anseti Oula, yes, wanakuwa zaidi ya wachezaji 6 katika eneo la mwisho la timu pinzani. Wakati huo huku nyuma wanapata backup ya kina Yusuf Ali Kagoma, kitu ambacho kilikuwa ni very positive sana kwa Simba. And yes, leo umeona wamecheza vizuri, lakini tubaki kwamba huu sio wakati wa kujimaliza. Bado Simba wana kazi kubwa kuhakikisha kwamba mwalimu anafanyia kazi mapungufu baadhi, hasa katika namna ambavyo timu yake inafanya rest defense. Hapa ni ambapo Simba ni lazima wakubali ama wakatae, wanahitaji kupafanyia kazi. Tofauti na hivyo, itakuja kuwa ngumu sana kwa Simba Sports Club, ambapo atakutana na timu ngumu. And that's why hata kwenye michuano ya ligi mabingwa barani Afrika umeona wamepitia nyakati ngumu, kwa sababu rest defense yao ilikuwa ni very poor, disorganized. And that's why wamewahi kutoka mapema wakiwa na alama 2, ikiwa bado wana mchezo mmoja mkononi. Itosha kusema Simba wameongeza vitu vikubwa sana katika eneo la mwisho, kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wamewasajili katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Bao la kwanza la Simba ni clear offside.